Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Mwinue Yesu juu. Mwezi huu tunaangazia mada kuu isemayo mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Leo ni Disemba 4. Katika siku hii ya leo tutaenda kuangazia somo lisemalo kwa ulimwengu mzima. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako siku ya leo, tu wa dhambi, tusiostahili hata kuliitia jina lako, lakini umetupatia neema ya kufanyika kuwa wana na binti zako. Tufundishe kuyatenda mapenzi yako. Tusamehe dhambi zetu, tutakase dhidi ya uchafu wote, tusafishe, katufanye upya, katuimarishe zaidi sana, tukalitukuze jina lako. Enda nasi siku ya leo, enda nasi asubuhi ya leo. Bariki kazi za mikono yetu, tufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema kwa ulimwengu mzima. Imejengeka katika kitabu cha Marko 16 aya 15. Neno la Mungu linasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Nuru ambayo Mungu amewapatia watu wake haipaswi kufungiwa ndani ya makanisa ambayo yamekwisha kufahamu kweli. Inatakiwa kuangazwa kila mahali palipo na giza ulimwenguni. Wale wanaotembea nuruni kama Kristo alivyo nuruni watashirikiana na Mwokozi kufunua kwa wengine kile ambacho Kristo amewafunulia wao. Ni kusudi la Mungu kwamba ukweli wa wakati huu kweli ufahamike kwa kila jamaa, taifa, lugha na watu. Katika ulimwengu wa sasa, wanaume na wanawake wamezama katika kutafuta mali na anasa za ulimwengu. Wapo maelfu ambao hawatengi muda au kufikiri kuhusu wokovu wa nafsi. Muda umefika ambao ujumbe wa kuja kwa Kristo upesi unatakiwa kutangazwa ulimwenguni kote. Ushahidi ulio dhahiri unatuelekeza katika ukaribu wa ule mwisho. Maonyo yanapaswa kutolewa kwa sauti ya kinifu. Njia sharti iandaliwe kwa ajili ya ujio wa mtawala wa amani ajaye katika mawingu ya mbinguni. Yapo mengi ya kufanya katika miji ambayo haijasikia ukweli wa wakati huu. Hatupaswi kuanzisha taasisi ili kushindana kwa ukubwa na ufahari na taasisi za kidunia, bali kwa jina la Bwana, tukiwa na ustahimilivu usiochoka na bidii isiyochoka ambayo Kristo amewapatia watendakazi wake, tuendeleze kazi ya Bwana. Kama jamii ya wanadamu, tunapaswa kuinyenyekesha sana mioyo yetu kwa Mungu, tukiomba msamaha kwa kupuuza kwetu kutimiza agizo la utume. Tumefungua vituo vikubwa katika maeneo machache, tukiacha miji muhimu bila kufanyia kazi. Hebu sasa na tufanye kazi tulioitiwa na kutangaza ujumbe utakaowaamsha wanaume na wanawake kutambua hatari iliyopo mbele yao. Kila kitu kilichopo ulimwenguni kinawaashiria wale wanaofahamu ujumbe wa kujiweka wakfu wao wenyewe kikamilifu katika kutangaza kweli kama ilivyofunuliwa kwao katika ujumbe wa malaika wa 3. Kile tunachokiona na kusikia kinatuashiria kufanya wajibu wetu.
Utendaji kazi wa mawakala wa Shetani unatoa wito kwa kila Mkristo kusimama katika zamu yake. Wanahitajika wanaume na wanawake wanaoguswa na mateso ya wanadamu ambao maisha yao hushuhudia kwamba wanapokea na kuangaza nuru, uhai na neema. Watu wa Mungu wanapaswa kusogea karibu na Kristo, wakijikana nafsi na kujitoa, lengo lao likiwa ni moja tu: kutangaza ujumbe wa rehema kwa ulimwengu mzima. Wengine wanafanya kazi kwa namna moja na wengine kwa namna nyingine, kama ambavyo Bwana atawaita na kuwaongoza kutenda. Lakini wanapaswa kufanya bidii kwa pamoja, wakilenga kuifanya kazi kwa ukamilifu wote. Kwa kutumia kalamu na sauti zao waifanye kazi yake. Neno lililochapwa linapaswa kutafsiriwa katika lugha mbalimbali na kuenezwa hata mwisho wa dunia. Kila muumini, msomi na asiye msomi aweza kupeleka ujumbe. Testimonies for the Church, gombo la 9, ukurasa wa 24 hadi 26. Leo ni Disemba 4. Tukijifunza mada isemayo kwa ulimwengu mzima. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama. Fikia maisha pasi utulivu. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. Changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha
ndani yako, mwamba imara, nitajificha kwako. Kwako tu Yesu